Katika harakati za kuendelea kuboresha taaluma za watoto, klasta ya Mtwara na Lindi wamezindua vituo vitatu vya maktaba ya kidigitali, yani digital library. Klasta ya Mtwara inajumuisha kituo cha watoto EAGT Raha Leo, FPCT Mtwara na Moravian. Akizungumza na waandishi wa habari, Mwarabu Msemo ambaye pia ni mwezeshaji wa klasta ya Mtwara, Lindi na Masasi, amesema jumla ya shilingi milioni 85 zimetumika kukamilisha mradi huo, huku akieleza kuwa lengo la mradi huo ni kuinua taaluma za watoto. Tunamshukuru Mungu siku ya leo na furaha kubwa kuzindua mradi huu ambao tunauita Promotion of Academic Excellence through Digital Learning. Ni mradi ambao unaenda kujibu mahitaji makubwa ya kuinua taaluma ya watoto na vijana wetu wa vituo vya klasta hii ya Lindi na Mtwara. Kwa maana ya idadi, vituo vilivyopata mradi huu ni vituo 5, ambapo Lindi ni vituo 2 na hapa ni vituo 3. Tunamshukuru Mungu, tulianza hatua ya utekelezaji na kanisa walipokea mradi huu kwa shangwe kubwa, na mradi huu umegharimu takriban shilingi milioni 85, ambapo katika hizo milioni 75 zimetoka shirika la Compassion International Tanzania na milioni 10 ni uhamasishaji wa rasilimali za ndani, ambapo kwenye huo uhamasishaji wa rasilimali za ndani kanisa lilihusika kwenye maandalizi ya vyumba vya maktaba hiyo ya kidijitali, lakini pia lilihusika kwenye vifaa ambavyo ni viti na meza za kuweka kompyuta. Tunamshukuru Mungu, siku ya leo tunazindua hapa Mtwara vituo hivi vitatu, ambapo kila kanisa lilikabidhiwa shilingi milioni 17 kwa ajili ya mchakato huu. Mpaka tunavyoongea sasa, vijana wamepata mafunzo ya awali ambao ni vijana 30 ambao tunaita TOT, Trainer of Trainers. Kwa hao vijana ambao wamepata hayo mafunzo watakuwa kielelezo kwa ajili ya vijana wengine kwenye kuhakikisha kwamba wanawafundisha. Dhumuni la mradi huu sio vijana kujifunza kompyuta. Kompyuta itakuwa ni basic learning, lakini dhumuni lake ni akishajua kompyuta aweze kuitumia kumnufaisha kitaaluma. Nitoe rai, na hata hivyo kwenye uwezeshaji tuliwahamasisha makanisa kwamba mradi huu unaweza kugusa zaidi ya vijana wetu wa vituo, hata vijana wa kanisani pamoja na vijana wengine wa mtaani, lakini kwa utaratibu utakaowekwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunawashukuru sana wafadhili ambao wamefadhili mradi huu, tunalishukuru kanisa kuupokea mradi huu, na sana sana tunachoshirikiza ni kwamba vijana wajenge uzalendo wa kuupenda mradi, kuzitunza hizi kompyuta na hivi vifaa ili viweze kuleta tija zaidi na zaidi. Kwa leo kiongozi wetu meneja wakishirikiana na wachungaji wa klasta hizi wanakabidhi na kuweka wakfu vifaa hivi, na tunamuomba Mungu vikawe baraka kubwa kwa ajili ya kizazi chetu. Akisoma taarifa ya mradi huo, mwenyekiti wa klasta ya Mtwara Muhando Kigolo amesema zaidi ya vijana 158 wamenufaika na mradi huo, huku wengi wakiwa ni kutoka maeneo mbalimbali. Ndugu meneja na wa ushirika wenza na mgeni wetu rasmi, mpaka sasa jumla ya vijana 158 wamenufaika na mradi huu kwa kushiriki moja kwa moja kujifunza kompyuta na kupakua nyenzo za kielimu kwa ajili ya masomo yao. Mradi huu umeenda mbali zaidi kwa kunufaisha watoto na vijana wengine wa kanisani na nje ya kanisa ambao pia wamepata fursa ya kutumia maktaba hizi kujifunza. Jumla ya vijana wasio walengwa kutoka makanisani walionufaika na mradi huu ni zaidi ya vijana 30. Walimu wa programu za watoto na vijana siku za Jumamosi au kwenye programu za huduma nao wananufaika moja kwa moja kupata rejea mbalimbali zinazowasaidia kuwafundisha vijana wetu. Naye meneja wa kanda ya kusini, yani Njombe, Ruvuma, Lindi na Mtwara wa shirika la Compassion Tanzania, Sifu Susan Mohamed, amesema wachungaji wanatakiwa kuwashirikisha walimu na kuwaonesha maktaba hizo ili kutoa nafasi kwa wanafunzi wao waweze kuzitumia. Nasema kutokana na watoto kushikiliwa zaidi na ratiba za shule, hivyo wanapata muda mchache wa kutumia kompyuta hizi. Nalishusha kwa makanisa, ni vizuri mkae vizuri na walimu wa shule wanazosoma, muelewe ratiba zimekaaje, lakini washirikisheni jambo jema hili ambalo pia ni part ya kujazia yale wanaojifunza shuleni. Alafu muwe na ratiba zinazolingana ama zinazoweza kubeba ratiba zinazoendelea mashuleni. Tunatambua elimu ya shule ya msingi, sekondari ni mfumo ambao umewekwa na serikali ya nchi. Kwa hiyo huko nguvu yetu ya kuwazuia kwenda ni ndogo, au naweza kusema haipo kabisa, kwa sababu ndio namna pekee serikali yetu imeandaa ya kutoa elimu kwa watoto wetu. Lakini tunaweza kuwa na mazungumzo
na walimu wakuu wa shule. Wakaribisheni siku moja muonyeshe walimu wa shule ambazo watoto wenu wanaenda hiyo dijitali, hiyo la maktaba ya kidijitali mlionayo, alafu muone kwa namna gani mnaweza kushirikiana ili wapate masomo ya kule, wapate na uzoefu na ujuzi wa hapa. Baada ya kusema hayo, kwa siku hii ya leo na yote yaliyotangulia na haya ambayo tunamalizia sasa, miradi hii imekabidhiwa rasmi kwa makanisa. Aidha, mchungaji wa kanisa la Moravian Kennedy Kilago ameshukuru viongozi wa klasta hizo kwa kuona umuhimu wa kuwasaidia watoto wao. Hii kompyuta kidijitali tumefaidika sana na tunafaidika sana kwa sababu imetusaidia kama kanisa kuwaunganisha Wakristo na watoto wetu kuwa pamoja, hasa pia kufungua ufahamu, kufungua akili zao na uelewa, hasa kutengeneza maisha yao kama watoto kwa kuinuka katika akili na ufahamu na ufaulu mzuri kwa sababu ya kusoma vitabu mbalimbali katika hizo kompyuta. Kwa hiyo kwa kulinganisha ufaulu wa miaka ya nyuma kabla ya mradi na ufaulu wa miaka hii ambayo tumepokea huu mradi, tunaona kwamba watoto wetu wamekwenda vizuri na wamefanya vizuri kwa sababu wanaenda pamoja na mabadiliko ya ulimwengu huu katika Tanzania yetu ya sasa. Nao baadhi ya wanafunzi wanaonufaika na maktaba hizo za kidigitali kutoka kituo cha EAGT Raha Leo, FPCT Mtwara na Moravian wamelishukuru kanisa kwa msaada huo licha kuahidi kuendelea kusoma kwa bidii. Majina yetu Kassim Abdalla Ali, nasoma shule ya sekondari Chuno kidato cha pili. Mradi huu umetusaidia katika mambo mengi sana. Mfano katika mambo ya elimu. Sasa hivi follow yetu inaongezeka kwa sababu kabla mradi huu leo tulikuwa tunahangaika kutafuta material, mfano kuna library na mpaka utoela ndo unapata ile vitabu material vitu vingine. Lakini sasa hivi vitabu nini material tunapata mtihani. Tunashukuru sana kuletea kompyuta, vifaa mbalimbali. Mungu abariki. Kama unaandaa kitu chako unataka kufundisha, unaweza ukachukua application ya PowerPoint ukaandika bila kuandika nini ubaoni. Kama una projector unaweza ukaichukua ukaunganisha na PC ikawa yani tuseme inamulika. Victoria James Conrad, nimemaliza 7 shule ya msingi Mongowela. Mradi huu umetusaidia kwenye masomo na mambo mengine mbalimbali. Na tunashukuru sana. Mungu awabariki. Mradi kwanza una faida mbalimbali kama Boss swali alivyosema. Cha kwanza, faida ambayo tutaipata ndani ya mradi ndipo tunaendelea na masomo yetu mbeleni huko. Kwa mfano ukishamaliza, kuna serikali inakupangia unaendelea na advance ama chuo. Kwa mfano umepangiwa unaendelea na chuo, hii kompyuta ndani yake unaweza kutafuta vyuo mbalimbali ambavyo unataka kwenda kuomba maombi yake. Licha hivyo tu, hii kompyuta inakusaidia kufanya communication na watu tofauti. Labda una kitu fulani uko nyumbani na kompyuta yako, unaongea na mwalimu wako, teacher, nimesoma hapo na sijapaelewa, nielekeze na kwaje, teacher anakuelekeza